Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri jioni hii katika mitandao ya kijamii na katika nyanja za kisiasa humo nchini. Baada ya wiki kadhaa kupita tangu kunyamaza kwa Kapteni Tesha, baada ya kutishia kuwa jeshi la JWTZ Tanzania litajiunga na maandamano dhidi ya serikali ya Samia Suluhu Hassan ya CCM, sasa Kapteni Tesha usiku huu amepokea pigo kubwa na taarifa mbaya ambazo zimemfikia. Ujumbe huu mzito watumwa kwa Tesha kutoka kwa mtu huyu mkuu serikalini CCM. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina au kwa undani zaidi. Habari zingine mbaya zimemfikia Kapteni Tesha ambaye hivi majuzi ama ndani ya wiki chache zilizopita aliweza kutetemesha mitandao ya kijamii nchini Tanzania kwa kuweza kuibuka mtandaoni na kudai ya kwamba yeye ni kapteni wa kijeshi wa jeshi la JWTZ Tanzania na kufichua ya kwamba jeshi hilo la JWTZ litaweza kujiunga na linasimama na Watanzania kuweza kuandamana mnamo Oktoba tarehe 29 dhidi ya serikali ya Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, maneno haya yake Kapteni Tesha hayakupokelewa vyema na JWTZ yenyewe ikiweza kukanusha matamshi hayo. Usiku wa leo, mwanasiasa mkongwe kutoka Chama cha Mapinduzi cha Samia Suluhu Hassan cha CCM, Christopher Ole Sendeka ametoa onyo kali kwa taifa kufuatia mabishano yanayomkabili Kapteni Tesha na mijadala inayoendelea hadharani kuhusu nafasi ya vyombo vya ulinzi na usalama katika siasa. Katika maelezo yake, Ole Sendeka alielezea kwa hasira hali hiyo kuwa ni hatari sana, akionya kuwa ushiriki wa maofisa wa kijeshi wa JWTZ au usalama katika masuala ya kisiasa unaweza kuyumbisha amani ya muda mrefu ya Tanzania na utaratibu wa kikatiba, akihusisha wasiwasi wake na muktadha mpana wa utulivu wa taifa. Pia alirejea kutoweka kwa ajabu kwa mwanadiplomasia na mwanasiasa Humphrey Polepole, akisema matukio hayo yanadhihirisha jinsi masuala nyeti ya usalama yanavyoweza kuingizwa sasa kirahisi ikiwa taasisi zitawekwa huru. Ole Sendeka, mwana CCM huyo anayeheshimika na mwenye tajriba miongo kadhaa ya kisiasa, alisema kuwa mijadala inayokuwa mtandaoni kuhusu madai ya kauli za kisiasa za Kapteni Tesha imeibua maswali halali kuhusu mipaka kati ya taasisi za serikali na mamlaka ya kisiasa. Alisema ingawa kila raia ana haki ya maoni, maafisa wa usalama kama Kapteni Tesha wana jukumu la kikatiba kulinda taifa, sio kujihusisha na mazungumzo ya kisiasa. Alisisitiza kwamba katika wakati ambapo takwimu kama Humphrey Polepole zinatoweka au kutekwa kwa njia ya ajabu, jukumu la vyombo vya usalama vyenye nidhamu, visivyo na upendeleo huwa muhimu zaidi katika kudumisha imani na umoja wa kitaifa. Onyo hili lake Ole Sendeka linakuja siku moja tu baada ya Samia Suluhu Hassan pia kuzungumza hadharani na kuhakikishia Watanzania na wana CCM kwa ujumla ya kwamba uchaguzi utafanyika kwa amani na yoyote atakayejaribu kuleta machafuko kwa jina la maandamano, jeshi la polisi litakuwa tayari kushughulika na yeye. Kwa mujibu wa Ole Sendeka, leo jeshi na vikosi vya usalama vya Tanzania lazima viendelee kuwa watiifu kwa mamlaka moja ambayo ni ya Amiri Jeshi Mkuu ambaye kwa sasa ni Rais Samia Suluhu Hassan, na wajiepushe kujihusisha na kundi lolote la kisiasa kama hili la Kapteni Tesha kuweza kuchochea maandamano. Alisema kuwa hali ya Kapteni Tesha ni ukumbusho kwamba nidhamu na taaluma lazima ziongeze mienendo ya maafisa wote wanaovaa sare. Akizungumzia kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole, alionya kuwa taasisi za utawala zinapokuwa na siasa, mkanganyiko huenea haraka, hivyo kuacha nafasi ya mawazo, hofu na mmomonyoko wa imani katika mifumo ya serikali. Ole Sendeka alitumia fursa hiyo kwa kukumbusha umma historia ya CCM ya mageuzi na uwajibikaji. Alikumbusha kuwa mwaka wa 1992 chama hicho kilifanya uamuzi wa makusudi wa kufuta matawi yake ndani ya maeneo ya kazi, hususan katika jeshi na taasisi za ulinzi na usalama, ili kulinda kutoegemea upande wowote na kuhakikisha wananchi wote wanatendewa sawa bila kujali itikadi zao za kisiasa. Alisema uamuzi huo ni kitendo cha busara cha waasisi wa taifa hilo ambao walielewa kuwa kuchanganya siasa na majukumu ya kijeshi kunaweza kudhoofisha demokrasia. Akizungumza tena tukio la kupotea kwa Humphrey Polepole, Ole Sendeka alisema matukio kama haya yanajaribu nidhamu ya taifa na kudai heshima ya uadilifu wa kitaasisi, hasa kutoka kwa maofisa kama Kapteni Tesha. Aidha, alitahadharisha kuwa aina yoyote ya upendeleo wa kisiasa au kujifungamanisha hadharani na makundi ya wapiganaji na wanajeshi, polisi au mashirika ya kijasusi haikubaliki. Katika muktadha wa madai ya Kapteni Tesha kujihusisha na mijadala ya kisiasa, Ole Sendeka alisema tabia hiyo inadhoofisha imani ya wananchi kwa taasisi za kitaifa.
alihusisha hili moja kwa moja na ushughulikiaji wa matukio kama vile kutoweka kwa Polepole, akisema kwamba wakati umma unapoona upendeleo ndani ya mfumo wa usalama inakuwa vigumu kudumisha utulivu. Imani ya wananchi, alisisitiza, lazima ibaki kuwa msingi wa usalama wa taifa. Akiendelea na maelezo yake, Ole Sendeka alionya kuwa hata matamshi madogo ya kisiasa kutoka kwa maofisa kama Kapteni Tesha yanaweza kuleta matokeo hatari. Alisema amani na umoja wa Tanzania ulijengwa kwa miongo kadhaa kwa kujitolea na uongozi unaoongozwa na misingi ya kutoegemea upande wowote na uzalendo. Akitaja tena tukio la ajabu la kutoweka kwa Humphrey Polepole, alieleza kuwa taarifa potofu za ghiba za kisiasa zinazohusu kesi hizo nyeti mara nyingi huwa mbaya zaidi pale taasisi za usalama zinapoonekana kuunga mkono upande wowote. Aliongeza kuwa hii ndiyo sababu kusisitiza kwa Rais Samia Suluhu Hassan juu ya weledi na nidhamu katika vyombo vyote vya dola na ni muhimu kwa mustakabali wa nchi. Ole Sendeka pia aliwataka wananchi kwa ujumla kuwa waangalifu kuhusu mijadala ya mtandaoni ambayo inaweza kuzidisha migawanyiko au kueneza habari potofu kuhusu jeshi au serikali. Akizungumzia ghasia za hivi karibuni zinazomhusisha Kapteni Tesha mtandaoni na hisia za umma kuhusiana na kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole, alisema kuwa mitandao ya kijamii isiruhusiwe kamwe kuamuru simulizi za kitaifa. Badala yake, aliwahimiza wananchi kuheshimu taasisi na kutegemea taarifa rasmi badala ya vyanzo visivyothibitishwa ambavyo vinaweza kubeba dhamira za kisiasa. Mkongwe huyo wa CCM alieleza kuwa uzalendo haupimwi kwa kauli mbiu za kisiasa bali uaminifu kwa katiba na amani ya taifa. Alivitaka vyombo vya ulinzi na usalama akiwemo Kapteni Tesha kukumbuka kuwa dhamira yao ni kutetea uhuru wa Tanzania, si kutumikia maslahi ya chama. Akichonga sambamba na mijadala yenye hisia za umma juu ya kutoweka kwa Humphrey Polepole, Ole Sendeka alibainisha kuwa amani ya nchi inaweza kutishiwa kirahisi pale taasisi zinapopoteza mwelekeo katika dhamira yao ya ukweli, ya umoja na utulivu. Maoni ya kauli ya Ole Sendeka yamekuwa tofauti, huku wachambuzi wengi wakieleza kuwa ni ukumbusho wa wakati mwafaka na wa kizalendo wa kuweka taasisi za ulinzi dhidi ya ushawishi wa kisiasa. Matamshi ya Ole Sendeka yanakuja wakati ambapo Tanzania inajiandaa kwa uchaguzi mkuu mnamo Oktoba 29 mwaka huu wa 2025. Mjadala unaohusu taswira ya umma ya Kapteni Tesha na mazingira ambayo hayajatatuliwa ya kutoweka kwa Polepole yameibua mijadala ya kitaifa kuhusu uwazi, utawala na nafasi ya kitaasisi katika kudumisha utulivu. Ole Sendeka alionyesha wasiwasi wake kwamba sauti nyemelezi zinaweza kujaribu kutumia mazingira haya ili kudhalilisha uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Aliwataka wananchi kupinga mbinu hizo za mifarahano na kuzingatia umoja na maendeleo. Ndani ya CCM, kauli ya Ole Sendeka imeonekana kuunga mkono mtindo wa uongozi wenye nidhamu wa rais. Wanachama wengi wa chama tawala wameunga mkono maoni yake, wakisisitiza dhamira yao ya kuunga mkono dira ya Rais Samia ya mageuzi, diplomasia na maendeleo ya kijamii. Kwa kutaja kupotea kwa ajabu kwa Humphrey Polepole na utata unaomzunguka Kapteni Tesha, Ole Sendeka ameweka msisitizo upya wa hitaji la wanachama wa CCM kulinda heshima na utulivu wa uaminifu na kujizuia. Mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section. Vile bonyeza alama like kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.